kilomita 4 kilomita 5 kutoka mahakama ya Kisutu. Halikadhalika Mheshimiwa Heche amekamatiwa njiani kwenye daraja la Sarenda kilomita vile vile 3 au 4 kutoka mahakama ya Kisutu. Na baadhi ya watu wachache vile vile wamekamatiwa kiwa njiani kuelekea Kisutu. Lakini kwa baadhi ya watu wachache waliofika Kisutu wamekumbana na kadhia kamata, vipigo, kutekwa bila kuambiwa wanapelekwa wapi, kuzungushwa kwenye magari ya polisi muda mrefu, na kisha baadaye kutelekezwa maeneo mbalimbali. Sasa kuna wanachama mpaka muda huu kwa viongozi mbalimbali ambao kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam waliaga familia zao, wanatoka wanaenda Kisutu, hawajulikani walipo, na Kisutu hawajafika, na mpaka sasa chama na wanachama tunaendelea kutafuta viongozi ambao wamepotea, ambao walikuwa tangu asubuhi wameaga na kuja Kisutu, zaidi ya viongozi 10 mpaka sasa kwa baadhi ya familia zinazotupigia. Lakini vile vile viongozi wa chama makao makuu waliokamatwa ambao wako mikono mwa jeshi polisi, tunao makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, tunaye Mheshimiwa katibu mkuu Mheshimiwa John Mnyika ambao wako mikononi mwa polisi. Halikadhalika tunaye na mkurugenzi mmoja Mheshimiwa John Pambaru ambaye yuko mikononi mwa polisi. Lakini tunaye mjumbe wa kamati kuu mmoja ambaye naye amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi, Mheshimiwa Lucas Ngoto ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti. Na sisi tumechukua wajibu, wengine tulikuwa Kisutu, na baadaye kwa sababu ya mambo yaliokuwa yanatokea waliweka coordination center ya mawasiliano somewhere pale jirani na Kisutu kwa ajili ya ufuatiliaji wa watu wetu wote kinachoendelea na kutoa brief. Baada ya masaa kadhaa mbele tena tukapokea taarifa ya viongozi mbalimbali ambao wameokotwa kwenye mapori ya Ununio na Mabwepande. Viongozi hao wa Chadema walikamatwa nje ya geti la Kisutu. Baada ya kuzuiwa kuingia Kisutu, wakaingizwa kwenye magari ya polisi. Kutoka Kisutu mpaka sehemu wameenda kuachiwa ni kilomita 29 kutoka Kisutu mpaka Ununio ambako wameenda kutelekezwa ni kilomita 29, na kutoka Kisutu mpaka Mabwepande ambako wengine wameenda kuachiwa kule na kutelekezwa ni kilomita 36. Utagundua njiani kote huko walikokuwa wanapitishwa na polisi waliokamata, pana kituo cha polisi cha kati cha Central, pana kituo cha polisi Ilala Central pale pale, pana kituo cha polisi mkoa wa Kinondoni Oysterbay, pana kituo cha polisi wilaya Ilala Central pale pale, pana kituo cha polisi Kinondoni kwa maana Oysterbay, kuna kituo cha polisi cha wilaya Magomeni, kuna kituo cha polisi cha wilaya Mbulahati, kuna kituo cha polisi Kijitonyama pale Babatini. Lakini kote huko walipitishwa, na kituo cha polisi Kawe hawakupelekwa. Siku ya mwisho wameenda wameshushwa Ununio, wamepigwa sana, na katika kundi la watu 13 waliochukuliwa Kisutu kwenda kupigwa porini, wa kwanza ni makamu mwenyekiti Zanzibar ambaye amepigwa, sasa hivi ni mahututi hospitali ya Mwananyamala, wanamfanyia rufaa kumkimbiza Muhimbili. Na mwingine wa pili ni Mheshimiwa naibu katibu mkuu Zanzibar ambaye amejeruhiwa, angalau kidogo sio mahututi, lakini amejeruhiwa kwa kupasuka kiganjani, amepigwa marungu, amevunjwa kiganja na kupasuka, lakini vile vile enka chini imepigwa virungu, imesogwa kabisa. Kwa hiyo wanamfanyia vipimo pale vya kuangalia madhara aliyoyapata. Halikadhalika vile vile tuna vijana wetu ambao ni wanachama mbalimbali na viongozi wa chama ngazi tofauti zaidi ya 7 ambao nao walifikishwa hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu ya awali, na baadhi tumeambiwa tunaweza tukapata taarifa wakipata rufaa kwenda Muhimbili. Kwa hiyo so far katika viongozi 13 waliopelekwa kule Ununio kwa magari tofauti na polisi, kushushwa na kuanza kupigwa, wamepigiwa wakifika Ununio. Njiani huko kote
kwa mujibu wa maelezo yao hawakuguswa, lakini walivyoenda kushushwa Ununio wakaambiwa walale chini kwenye madimbwi, wameshambuliwa kwa marungu na mijeredi, waya, wengine kwa kufungwa na kamba, huwezi kujitetea. Na hata walivyomaliza wakiwa wameumizwa sana, waliambiwa walale kifudifudi, waangalie ardhi. Wakiwa wamelala kifudifudi, baada ya muda wakasikia gari za polisi zinawaka na kuanza kutembea kuondoka. Walipoamka wakajikuta wako porini pale pale ambako walikuwa wamelala, lakini polisi wakiwa wameondoka na kuwatelekeza bila kuwapeleka sehemu nyingine yoyote. Sasa katika wale 13, taarifa mpaka sasa hivi ambazo tunazo ni za watu 9. Katika 13 watu 4 hawajulikani walipo. Kwa hiyo tumeomba wasamaria wema wa Mabwepande na Ununio waendelee kutuangalizia hao 4 wengine walishushwa wapi kwa mateso au kusurubiwa, ili kama wanapatikana waweze kusaidiwa. Lakini wale ambao waliteswa kule kwenye pori la Ununio, na eneo walilotesewa kwa rekodi, kuweka rekodi vizuri tu, ni pori ambalo ndo walimtupa marehemu Mzee Ali Kibao. Kwa hiyo ni location ile ile ambako Mzee Ali Kibao alitupwa, na ndo sehemu wamepelekwa kwenda kutesewa hawa 13. Kwa hiyo kila mtu anakuwa ni kikundi cha watu wachache wanashughulika, wanaweza kuchukuliwa 2 hapa 3 pale. Kwa katika hao 13, 9 ndo wamepatikana wako hospitali, lakini 8 nimeenda mimi na Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema Mwananyamala, tumeona viongozi 8, tumesalimiana nao na tumewajulia hali majeruhi. Lakini mmoja vile vile tunazo taarifa za kufariki kwake, kwa maana amepigwa mpaka ameuawa, na bado hatujajua jina lake ni nani, lakini alikamatiwa Kisutu. Kwa mujibu wa watu waliokuwa nao hapa, tutampa nafasi ataelezea Mheshimiwa Elizabeth Mambosho kwamba hao walipokuwa wamekamatwa, yule alikuwa anakuja naye kuungana na wenzie yakiamini kwa sababu Eliza ndo alikuwa anapigwa sana. Kwa yule mwanachama alivyoona mwenzie anapigwa, akasogea ili kuja kuwasi polisi wasimuumize. Kwa walipokuja, kuna dada mmoja alikuwa pale, alitoa amri yule alikuja naye apigwe. Kwa hiyo yeye alipigwa tungu la kwanza tu, alipigwa kichwani na akapasuka, damu nyingi zikawa zinatoka. Kwa Eliza akiwa chini anapigwa, anasikia polisi wanasema mwaisheni atatufia. Sasa tumefika pale Mwananyamala, tumemkuta amepelekwa emergency. Daktari aliyekuwa anatutambulisha majeruhi wetu, daktari wa emergency, ndo ametuambia katika 9 waliokuja, mmoja ameconfirm kwamba amefariki. Na tulipotoka pale emergency na Mheshimiwa Sugu na Mheshimiwa Rema kwenda mortuary, tumekuta gari ya polisi na askari kama 5. Tukaomba kwamba wamalize kumshusha ule maiti, tumtambue na tuwapigie baadhi ya viongozi waweze kujua ni nani. Lakini cha ajabu, polisi walivyotuona Mheshimiwa Sugu na Rema na mimi na baadhi kama makamanda kama 3 pale mortuary, na tayari washaandikisha kwenye daftari kwamba wana mtu wanamkabidhi, wao ni wakina nani, wametoka naye wapi. Na yule mtu wa mortuary ameambiwa kule majeruhi emergency amejulikana ni mtu wa Chadema katika 9 waliofika ule emergency tulivyoambiwa. Lakini askari walivyotoka emergency kwenda mortuary wakasema mtu ule amekufa maji. Hiyo na sisi tukasema hata uko Ununio watu wetu walikuwa wanateswa, walikuwa na maji na madimbwi. Kwa hiyo tunatamani hata alikufa maji tumuone, maana leo Dar es Salaam hakuna mafuriko kusema kuna mtu mzima anaweza kafa maji ndani ya Dar es Salaam. Polisi walivyosikia tumekuwa pale tunasubiri kumtambua yule maiti, wakamrudisha, wakafunga gari ya polisi, wakashusha turubai, wakakimbia na ile maiti, pamoja na kwamba walishamsajili wamshushe. Lakini kwa kuona Chadema tumefika pale watu tumshuhudie maiti wetu, wakafunga gari ile mlango wa nyuma, wakashusha turubai, wakadandia ile gari la kaka, wakavua gloves. Na ni baada ya askari mmoja ambaye tulimtambua ni inspector kuongea na simu. Kwa hiyo wenzetu tuliporudi hapa makao makuu wanataka kutujulia hali yule ambaye amepigwa, damu zinamweka nyingi sana, anaendeleaje. Ndio tunasema kwamba tumeenda hapa, tumeambiwa ametolewa emergency, amepelekwa mortuary. Kwa hiyo so far tuna ripoti ya kifo kimoja cha kamanda wetu mmoja katika hao na Chadema, lakini vile vile tuna 8 ambao ni majeruhi wamekimbizwa Mwananyamala, na wengine wamepewa rufaa kwenda Muhimbili. Na sasa hivi
zoezi linaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi. Maana makamu mwenyekiti yeye walimkamata daraja la Sarenda, baada ya kumshurutisha, kumsukuma na kuanguka, wakamleta kinguvu na magari yao. Askari wawili wakaendesha gari ya makamu mwenyekiti na mmoja wa dereva wa makamu, wameingia mpaka hapa, wamepaki gari, alafu wakamchukua dereva wakaondoka naye. Kwa hiyo dereva mwenyekiti makamu vile vile tunamtafuta, hatujui kwa wapi. Lakini wakati anakuja hapa alisindikizwa na askari wawili waliovaa kiraia, wakapaki gari ya makamu mwenyekiti Heche hapo, wakamchukua dereva wake, wakatoka naye getini, ikaja gari nyingine ya polisi, wakamchukua dereva wakaondoka naye. Kwa hiyo sasa hivi tuna taarifa tu kama makamu yuko Oysterbay, lakini dereva wake hajulikani alipo, na tuna taarifa ya katibu mkuu na baadhi ya makamanda wanasema wako polisi, hao tuna taarifa nao. Lakini nimesema hapa, tumetoa wito ili kumjua mwenzetu aliyeuawa ni nani, jina lake tujue ni nani. Tulitoa wito kwa wanachama watambuano waliofika Kisutu nani aonekani, lakini inaonekana ambaye aonekani si mmoja tu aliyefariki. Tumesema familia zaidi ya 10 bado hazina mawasiliano na watu wao waliotoka asubuhi na mpaka sasa hivi hawajulikani wako wapi, lakini angalau mmoja pale Mwananyamala tulidhibitishiwa na daktari wa emergency kwamba polisi walipomleta na defender alikuwa tayari ameshafariki, na tulipomfuata Montreal tumeona polisi, tumeiona defender, lakini polisi walipotuona wakaogopa kushusha ile maiti, wakafunga turubai wakakimbia na ile maiti. Kwa hiyo hiyo ni update mbona tuwagaie kama chama rasmi na mimi mwenyekiti wa kanda ya Pwani, kwa sababu jambo hili limetendeka na kutokea kwenye kanda yangu, tujue tunakabiliwa na changamoto gani. Hata sasa hivi tunapoongea hapa tumezingirwa kila kona, kuna magari ya polisi kuashiria bado wenzetu wana shari zaidi. Si tu kwamba jambo la mtu, lakini hapa makao makuu nje tuna gari zilizojaa askari 8 zaidi ya gari 5 kila kona kuingia makao makuu, kwa kuashiria issue sio Kisutu tena wala kesi ya Lissu, lakini huenda wana ajenda yao binafsi ambao sisi hatujaijua Chadema shida ni nini na imetokea wapi. Kwa hiyo tunapoongea hapa wana Chadema, kwanza tuendelee kuwa imara, lakini vile vile tutakuwa tuna utaratibu wa kila baada ya masaa kadhaa kutoa update ya watu wetu wote, wamepatikana nani, ana hali gani na nini kinaendelea. Je, kuna watu waliongezeka, vifo vimeongezeka au majeruhi wameongezeka? Na Mungu akijali wakitoka wote, kama ni kesho kutwa tutaita waandishi wa habari, watakaa hapa kila mmoja. Wapo waliovunjwa miguu, wapo walioteguliwa mikono, wapo waliovunjwa vidole, wapo waliopasuliwa, wapo ambao wamevunjwa uti wa mgongo, ndo wengi. Kwa mimi tangu nianze siasa sijawahi kuona askari wanampiga raia, tena wanampiga sehemu moja tu uti wa mgongo. Mkurugenzi wa fedha wa Chadema Bwana Tito, naye ni miongoni mwa majeruhi ambao ni mahututi, anapata rufaa kwenda Muhimbili. Yeye amepigwa sehemu moja, tukimwona ni mzima, lakini wameushambulia mgongo wake wa uti wa mgongo tu kiasi cha kwamba hawezi kukaa wala kusimama. Kwa hiyo waliopigwa sehemu ya uti wa mgongo wako 4 katika pale Mwananyamala ambao ndio watafutiwa rufaa ya kukimbizwa Muhimbili. Ukiwaona kwingine ni wazima, lakini wapigaji walikuwa wamelenga mgongo tu, uti wa mgongo. Sasa maana yake mtu anamneo huwezi kusema alikuwa na nia njema. Lakini vile vile kwa mtu kumkamata mtu City Center pamoja na vituo vyote vya City Center, akatumia magari ya polisi, uniform za polisi, silaha za polisi, akaendesha gari kutoka City Center mpaka Ununio mpaka Mabwepande, hatuwezi kusema mtu huyu alikuwa anafanya zoezi la kukabiliana na wahalifu. Mtu huyo yeye ndio mhalifu, kwa sababu tunaamini ukamata mhalifu unampeleka polisi, anafunguliwa mashtaka, anahifadhiwa rumande, anapewa dhamana au anapelekwa mahakamani. Lakini ukamataji wa kukamata wana Chadema kuwapeleka polini, tena maeneo ambao wana Chadema tumekuwa tumeshuhudia viongozi wetu wakubwa kabisa wakiwa wameuawa na kutupwa na kutelekezwa. Leo ndio wanachama wa kawaida wanaenda kuteswa maeneo hayo, na baadaye wanatelekezwa wakiwa hawana simu, fedha zao zimechukuliwa na askari, simu zao zimechukuliwa na askari. Askari kuna mmoja anatuambia hadi viatu wamemvua. Yaani kipindi wanampiga wamemvua viatu na wameondoka navyo. Kwa wakati wanapata msaada Ununio wameondoka pekupeku. Unaweza ukaona ni kiasi cha uhalifu kiasi gani dhidi ya binadamu. Huo ni uhalifu dhidi ya kibinadamu. Kuna namna ambavyo jeshi la polisi limefundishwa kukabiliana na mhalifu. Kuna namna mafunzo wanao polisi namna kukabiliana na watu ambao ni wahalifu, waandamanaji. Lakini mtu ambaye yuko njiani unamshtaki na kosa gani? Yaani katibu mkuu unamkamata fire, ukimpeleka mahakamani kosa lake ni lipi? Kutembea barabarani na gari? Kwa sababu kama una taarifa yote ya kiintelijensia, anakuja mahakamani, ni raia mwema,
tena anakuja kwenye kesi ya kiongozi mwenzie, tulikuwa tunaamini yeye hana kosa lolote, lakini kumkarabarani, unamshusha kama alivyoshushwa makamu mwenyekiti yetu pale Salenda, kumshurutisha, kumburuza chini, kumtweza utu wake, kumdhalilisha kwa sababu tu ana mwelekeo kwenda mahakamani, ambapo mahakama, sheria inaruhusu kwamba mahakama ni public place, ni maeneo ya umma ambayo mtu yeyote anakaribishwa kushuhudia, kusikiliza, kumsindikiza ndugu yake, kwenda kusikiliza shtaka dhidi ya ndugu yake, au kupeleka dhamana au kupeleka msaada wa chakula kwa ndugu yake anapoletwa mahakamani. Lakini leo imekuwa ni tofauti. Kwa hiyo tumewaita hapa kutoa hiyo update kwenye kanda ya Pwani, na katibu wetu wa kanda ya Pwani ndo anayehudumia majeruhi wote, na majeruhi wote wanatibiwa na Chadema kwa gharama zetu, kwa michango wa wanachadema. Wale ambao wanahitaji namna ya kuchangia majeruhi wetu, utaratibu ni ule ule kwa namba yetu ya kuchangia chama, na chama kitawatibu. Na wale ambao utakuwa hali zao ni mbaya, kama nilivyosema, kila baada ya masaa kadhaa tutakuwa tunakuja mbele yenu na kutoa taarifa ya nini kinatokea na nini kimeendelea zidi ya majeruhi wetu. Na wale ambao wamepotea mpaka jioni, ninaamini tutakuwa tuna majina ya watu ambao wamepotea na hawajulikani walipo baada ya kukamatwa maeneo yale ya Kisutu. Lakini kwa sasa, kabla sijamkaribisha mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Godbless Lema,